Hongereni sana kwa kuzingatia maelekezo ya serikali. Natumaini pia tumenawa, si ndio? Si wote tumenawa hapa? Nawapongeza sana katika kuzingatia maelekezo ya serikali. Lakini kuna swala la chanjo, ndugu zangu. Wote tumeshasikia, si ndio, kwamba chanjo sasa hivi zipo zinatolewa na zinapatikana bure kwa ajili ya kujikinga na haya maradhi ya uviko 19. Ndugu zangu, ni waombe kwa dhati, kama hujachanjwa, unapokuja hapa itumie hii fursa upate chanjo. Sisi ni watumishi wa afya ambao tumekula kiapo. Ukishakuwa daktari lazima unakula kiapo, na kiapo tunachokila tunahakikisha kwamba tunalinda afya ya mwananchi pasipo kuleta madhara yoyote. Ndio kiapo tunachokula, ni kulinda afya, kuhakikisha mtu anakuwa na afya njema pasipo kumsababishia madhara yoyote. Ni kiapo tumekula. Kwa hiyo tunapoelimisha kuhusiana na masuala ya chanjo kwamba hii chanjo ni salama, viongozi watu wa kiserikali imewasikia. Ni waombe, tukishazungumza sisi wataalamu pia, sisi hatuko kwenye swala la siasa, hatuendi kwa upepo wa kisiasa. Sisi ni wataalamu. Kwa hiyo mkishatuona tumezungumza, naombeni mtuelewe. Kwa sababu gani? Sisi ndio tunaowatibu, ndio tunajua mtu akiugua anakuja na hali gani, si ndio? Si mtu akiugua anakuja hospitalini, tunajua mtu akipata huu ugonjwa anakuja na hali gani. Kwa hiyo ni waombe sana, tusipoteze muda, tuchanje, si ndio ndugu zangu? Kama hujachanja tufanyeje? Na mimi nategemea kabisa hapa, kama mtanielewa, sitarajii nipate chini ya watu 10 ambao wataenda kwenye kibanda pale kuchanja. Najua baada ya hapa natarajia si chini ya watu 10 tukachanje pale. Nazungumza hili nikiwa na ushuhuda. Tumeona, sisi ndio tunawatibu. Tumeshaanza kuona faida hata hao wachache ambao wamechanja. Ni kweli kama mnavyosikia viongozi wanazungumza na wataalamu wa afya kwamba hatusemi kwamba ukichanja basi ndo unakinga 100%. Hapana. Unaweza ukapata yale maambukizi, lakini ukiyapata zipate zile dalili mbaya kama wale wagonjwa wengine. Tumeshaanza kuziona faida ya kuchanja tulioko hapa. Mtu ambaye hajachanja akiupata ule ugonjwa ni hatari, watu wanapoteza maisha. Usisubiri, kama ni kusubiri tumesubiri vya kutosha. Mimi ninapozungumza hapa nimechanjwa. Sikupata homa, sikupata kichefuchefu, sikupata shida yoyote ile. Tunasubiri nini? Tuchanje. Serikali inatupenda na imeamua kutuletea chanjo, tuchanje. Hamna madhara yoyote ya kuchanja bali na faida. Viongozi wakuu wa nchi wamezungumza. Yeye ni rais, mama yetu Mama Suluhu Hassan, ana familia, kajitoa kachanja. Kwa nini sisi tuchanje? Viongozi wote wamechanja, kwa nini sisi tusichanje? Kuna mtu ambaye hapendi kuishi? Hamna mtu ambaye hapendi kuishi. Sisi watumishi tumechanja. Tumechanja kwa sababu tunawaona wagonjwa wanapopata shida. Mtu anateseka, yani niwaambieni ndugu zangu, sio ugonjwa wa kusikia huu. Usikie tu kwa mbali lakini usikupate. Ukikupata ndio utaelewa ninachokisema ni nini. Ni ugonjwa mbaya ukiupata. Tunakimbizana na mitungi ya oksijeni humu vibaya mno, lakini yani ukikatika oksijeni hata dakika moja haupo. Umeondoka. Sasa unasubiri nini? Tunasubiri nini? Hebu mniambie. Muelezwe nini? Muweze kuamini, muweze kuelewa. Naombeni sana 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 tuchanje. Mimi naomba kuna hapo kwenye skrini hapa tukichat hapa, naomba tuongozane pale ambao hatujachanja. Sio lazima kama ambavyo serikali imesema, lakini sisi kama wataalamu wa afya naomba tueleze, tuwatolee ushuhuda. Sisi tunaona humu ni shida.
ikifikia hatua umelipuka, huwa hatulali. Sasa nyewe mngependa kweli mimi nisilale? Mnapenda namna hiyo? Hatulali. Hebu naomba tusaidiane. Hizi nchi nyingine ambazo wamechanja kwa kiasi kubwa, ugonjwa huu unapotea. Sisi tutaumizwa na wale ambao hawataki kuchanja, ndio wataufanya ugonjwa uendelee kuwepo. Kwa hiyo kama una ndugu yako unajua hajachanja, naomba kila mmoja awe balozi wa kumhubiri mwenzake. Muelimishe, wewe chanja alafu kamtolee ushuhuda. Kwa sababu ni kweli mimi naweza nikaelewa siku za mwanzoni watu walikuwa nasubiri waone au aliyechanja imekuaje, itakuaje. Sasa karibia miezi miwili imepita, mmesikia mtu yote ambaye amechanja amepata shida? Hebu mniambie, mtu yote aniambie kwamba kuna mtu fulani alichanja nimemuona amekuwa zombie. Kuna uzombi, watu wanasema uzombi. Hebu mniambie nani ambaye amemuona? Ni mara 100, wanasema ni mara 100 ukaamini Mungu yupo kulikoni ukasema hayupo na ukafanyaje? Ukamkuta. Kwa sababu sisi tunatoa ushuhuda kwamba tumechanja tujapata madhara yoyote. Ni mara 100 uchanje isikusaidie kulikoni kutokuchanja alafu matokeo yake ukaje ukajiraumu baadaye. Huko kitandani unakata roho, unaraumu kwamba ningelijua ningelifanyaje? Ningelichanja. Kwa mimi nawaombe sana sana ndugu zangu, niwaombeni sana, pamoja na tunapata huduma hizi zingine lakini tusiache kuchanja. Tunafahamu kabisa kwamba haya magonjwa yasiyokuwa kuambukiza na yenyewe yamekuwa makubwa zaidi sasa hivi, ni tishio kwa afya za wananchi. Ina maana kuna watu hapo unaweza kukuta ana pressure hata hajijui. Si ndio? Ana shinikizo la damu. Unaweza kukuta ana kisukari hata hajui. Ikikupiga ndio unashangaa, ndio unabainika kumbe ulikuwa na kisukari. Lakini imeshakupiga na imeshakuumiza. Utaondoka, utaacha watoto wadogo, utaondoka, utaacha ndugu zako, unawaachia shida. Naombeni tufanyeje? Tuchanje. Si ndio ndugu zangu? Tumeelewana? Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo tutachanja. Nitegemea wangapi tunaenda hapo sasa hivi? Hebu tunyoshe mkono. Ambao wamechanja sawa, na anasema ambao hajachanja. Nani? Hebu naomba mikono jameni juu. Mbona 10 haifiki? Simekubaliana zaidi ya 10. Hebu tunyoshe mikono ambayo tunaenda hapo. Naona mikono haifiki 10. 5 hiyo, 6. Wa 10 nani? Wa 7 wa 8. Jameni. Tusione aibu. Kama hujachanja tusione aibu. Si ndio? Tusione aibu, ni kwa ajili ya afya yako. Lakini pia mtuhurumie sisi tunaowahudumieni. Muihurumie serikali yenu ambaye inatumia fedha nyingi. Hizi oksijeni ni gharama kweli kweli, na hamna mwananchi anayechajua oksijeni. Kwa hiyo inatolewa bure. Sasa kwa nini usubiri hiyo pesa ije itumike kununua oksijeni kuliko nikakujengea barabara kule kakupelekee maji? Naomba muihurumie serikali yenu, mtuhurumie sisi watumishi wa afya. Tuchanje. Kama hujachanja tunaendelea kusema sio lazima, lakini tumia busara. Si ndio? Mifano ipo, tumeshachanja na tuko tunaendelea kuishi na kazi zetu vizuri kabisa. Si ndio?